Karibu ni kusimulia simulizi tamu ya kuvutia ya Jumanne Muliro, kamanda ambaye amegubikwa na sifa nyingi kweli kweli hapa Tanzania kwa ujasiri wake, sauti yake yenye mingurumo mithili ya radi pale pindi akiwa anatoa tamko lake. Kuna mtu ambaye jina lake linapotajwa katika mji wa Dar es Salaam linaingiza hofu, lakini pia linahusishwa na dhima Jumanne Muliro. Hata hivyo, si kila mtu anajua safari yake alivyokuwa kabla ya kwamba ashike cheo hicho kikubwa. Muliro alianza kazi yake ya ulinzi na huduma kwa taifa kupitia huduma ya jeshi la polisi. Kwa muda fulani aliteuliwa kuwa mkuu wa polisi wa mkoa wa Mwanza, cheo na jukumu ambalo linamuonesha mtu mwenye ujuzi na uzoefu mkubwa. Lakini maisha ni mzunguko wa majaribu na fursa. Mwaka 2021 alihamishwa kutoka Mwanza kwenda Dar es Salaam akichukua hatamu kama kamanda wa kanda maalum ya jiji, jina kubwa na jukumu kubwa ambalo alilipewa. Hapo ndipo simulizi ya Muliro mpya ilianza, tena kutoka katika mkoa mwingine kuja mji mkuu wa biashara wa maisha ya mijini na kuchukua jukumu la kulinda jiji lenye watu wengi, shughuli nyingi na changamoto za kiusalama. Kazi na majukumu na hatua za ulinzi. Baada ya kuteuliwa jijini Dar es Salaam, Muliro alianza kazi ya kuimarisha usalama kwa maneno yake ya ulinzi, sio polisi tu, kwa wengine mitaani. Anasema usalama wa kweli unahusisha kila mwananchi, serikali za mitaa, jamii na jeshi la kuungana. Kwa mfano, katika operation maalum dhidi ya kundi maarufu ya wahalifu waliojiita Panya Road, jeshi liliongozwa na Muliro lilifanya msako usiku kuwakamata watuhumiwa. Hii ilikuwa hatua ya kuonyesha kwamba polisi hawataki kuruhusu wahalifu kuruhusiwa. Pia amekuwa kiongozi wa jeshi katika kesi kadhaa: wizi, mauaji, ubakaji, utapeli, uhalifu wa silaha, na kutoa onyo kali kwa wale wote wanaojaribu kutumia mgongo wa jeshi kufanya uhalifu. Katika upande nyingine tunamtambua kama kamanda mwenye ujasiri mkubwa. Anatamka wazi kwamba jeshi hilo linahakikisha haki na sheria zinafuatwa, sio tu kuwashtaki wahalifu bali kulinda haki za raia, kuhakikisha kila kitu kinachunguzwa ipasavyo. Simulizi ya siku na changamoto za jiji. Katika jiji la Dar es Salaam lenye wakazi wengi, shughuli nyingi na changamoto mbalimbali, kazi ya Muliro si rahisi. Kama mara nyingi polisi hawana uwezo wa kufika kila mahali, lakini yeye amesisitiza kwamba usalama upaswa kutegemea polisi peke yake. Wananchi, viongozi mitaa wanayo pia jukumu hilo. Tukio moja kati ya nyingine, pale polisi wakiwa chini ya uongozi wake walipokea taarifa ya kumtokea mtu anayedaiwa kupotea, jambo ambalo kuwa kama tishio la usalama wa uhalifu. Muliro alisema jeshi linaanza uchunguzi na ushirikiano wa familia na wadau. Pia amekuwa akitoa onyo kwa vikundi vinavyotumia ramli, vitendo haramu, kutumia silaha vibaya, hasa pale vitendo vinavyotishia amani ya raia, wapotea au vitendo vya uhalifu vinavyohusisha watu wasiokuwa na hatia. Msimamo wa sheria na utawala wa kidemokrasia, sio tu ulinzi wa mitaa au kukamata wahalifu. Muliro pia amejikita katika kuhakikisha kwamba usalama unahusisha heshima, sheria, haki ya wananchi na utulivu wa mji. Hivi karibuni alisema kwamba jeshi la polisi litahakikisha uchunguzi uliofanyika mwaka 2025 kwa amani, usalama, kuheshimu misingi ya kidemokrasia, haki ya kupiga kura na haki ya maoni na haki ya kushiriki siasa. Na aliapa na alitoa wito kushiriki katika ulinzi, si kwa ajili ya kuogopa polisi bali kushirikiana, maana usalama wa kweli ni jukumu la wote. Kwa hivyo hadithi yake inaelekea watu kama mtu ambaye amechagua njia ngumu, si rahisi, ya kuwakilisha sheria, haki na amani katika jiji lenye msoto wa maisha ya changamoto. Simulizi ya Jumanne Muliro haijaisha. Kila siku anapambana na wahalifu, changamoto za kijamii na matarajio ya jamii, lakini anajaribu kuonesha kwamba mtu mmoja anaweza kuwa msaada mkubwa, sio watu wa kuondoa uhalifu bali kwa kuhamasisha raia kushiriki katika ulinzi, kuheshimu sheria na kutunza amani ya taifa. Hadithi yake ni msimamo wa jukumu la ujasiri na dhamira ya kulea ya umma. Inaonesha kwamba cheo kikubwa si kitu bali ni jukumu la kila linalohitaji moyo wa mtu. Karibu nikupishe katika doti moja ya Jumanne Muliro. Katika simulizi hii ni kuonesha jinsi ukwaji wake na mpaka hivi sasa alipofikia. Kamanda Jumanne Muliro ambaye kwa sasa amekuwa ni kamanda mwenye ujasiri kweli kweli. Jumanne Muliro ni afisa wa juu ya jeshi la polisi nchini Tanzania. Cheo chake ni kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi, yani SACP.
na kwa sasa anashikilia nafasi ya kamanda polisi kanda maalum ya Dar es Salaam. Kabla ya kuitwa Dar es Salaam alikuwa kamanda wa polisi mkoani Mwanza. Safari yake ya kazi na majukumu. Mnamo Mei mwaka 2021 uongozi wa mkuu wa jeshi la polisi ulifanya mabadiliko. Jumanne Muliro alihamishiwa kutoka Mwanza kwenda kanda maalum ya Dar es Salaam kuchukua nafasi iliyoachwa na alikuwa kamanda kabla yake. Sehemu ya jukumu lake ni kusimamia operation ya usalama katika jiji la Dar es Salaam, mji mkubwa wenye changamoto mbalimbali. Ameonekana mara kwa mara akitoa taarifa na maelezo kwa vyombo vya habari kuhusu vitendo vya uhalifu, operations za polisi, jeshi linavyoshughulika na kesi mbalimbali. Baadhi ya matukio ambapo Jumanne Muliro amekuwa gumzo. Mnamo Februari mwaka 2023 wakati operation dhidi ya uhalifu wanaojiita Panya Road, jeshi la polisi chini yake lilikamata watu 6 na kukutana na wizi wa uhalifu wa mtaani. Alitoa wito kuwa wananchi wakishirikiana na polisi kuepuka kutumia nguvu au silaha kama njia ya kulipiza watu wa mawazo, wakisisitiza sheria na taratibu za kisheria. Mnamo mwaka 2024 alitoa onyo kwa watu wanaodaiwa kutapeli au kutumia jina la jeshi kuwabaka watu au kuwabaka watoto kwa madai ya mafanikio, akisema jeshi litahakikisha sheria inalindwa. Kama kamanda kanda maalum amezungumza na pia kuhusu uchaguzi, akiahidi polisi kuhakikisha usalama, heshima, haki na wananchi utulivu wakati wa uchaguzi, na ndivyo jinsi ilivyokuwa. Hiyo ndo historia ya kusisimua kumuhusu kamanda Muliro, ambaye kwa sasa ni kamanda mwenye cheo cha juu zaidi huko Dar es Salaam. Sasa karibu ni kupitisha katika ukuaji wake, alizaliwa lini na mpaka sasa alipofikia, je, ana umri wa miaka mingapi? Karibu ni kupitisha katika hichi. Mpaka sasa ukiangalia katika vyanzo mbalimbali vinaonesha hakuna taarifa maalum ambayo inaonesha kamanda Muliro tarehe yake na siku yake ya kuzaliwa, japo kuna zingine zimeendelea kuleta, lakini taarifa hizo hazijathibitishwa. Hii ni Usiku TV, endelea kufuatilia simulizi mbalimbali na historia za watu mashuhuri hapa Tanzania na nje ya Tanzania.